السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. Baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata habari kutoka kwa Abbas ibn Abdul Muttalib kwamba unajiliwa na majeshi kiasi ya 3,000 kulipiza kisasi kwa vita ambavyo ni vya Badri, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwakusanya masahaba wake wakawa ni watu 1000 na kuwataka ushauri. Kwanza ni kuwataka ushauri masahaba wake, ni kuwataka ushauri nini cha kufanya, nini cha kufanya. Bwana mtume Muhammad alipowataka washauri masahaba wake nini cha kufanya, masahaba wakatoa ushauri kwamba ya Rasulullah, madamu wao wanakuja tusiwaongoje ndani ya mji wa Madina, na sisi tuwatokee tuwafuate mahali ambapo kwamba wapo. Rai ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni adamul khuruj, na hapa tupata ilmu na funzo kwa kila ambaye kwamba ni mfuasi wa bwana mtume Muhammad katika mambo ya Kiislamu au katika mambo ambayo kwamba hakuna dalili, ni mambo yako mezani na hakujapatikaniwa dalili katika Al-Qur'an na hadithi ya bwana mtume Muhammad, waweza kuchukua mfumo wa kushauri wale ambao kwamba wako chini yako, na usikatae ushauri wa yule ambaye kwamba aliyomo chini yako, kwa sababu mtume hakukataa ushauri walio chini yake. Angalia katika vita vya Uhudi, ni kwamba yeye fikra yake na mshawara wake na maono yake ni kutotoka kwenda kuwafuata Makureshi ambao waliotoka Maka kuja kumfuata mji wa Madina, lakini masahaba wake walikuwa maono yao ni tofauti na ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akawa mtume ni mwenye kufuata maono ya masahaba wake, ni kutoka kwenda kupambana na maadui. Likiwa jeshi la Waislamu ni watu 1000, na walipokuwa ni wenye kutoka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kutoka kwenda kupambana nao, kwanza kabla hajapambana nao, kabla hajatoka kwenda kupambana nao, bwana mtume Muhammad alikuwa ni mwenye kutoa mauidha ili kuwashajiisha masahaba kama wale, kutoa mauidha ili kuwashajiisha masahaba kama wale kwa kile ambacho kwamba wanachokwenda kukabiliana nacho. Siku ya Jumaa katika mwezi wa mfungo mosi, mwaka wa 3 toka mtume agure Maka kwenda Madina, aliwasalisha swala ya Jumaa, kisha akawasisitiza katika khutba yake kuwa na athabat na kuwa na subra wakati wanapokwenda kupambana na hawa watu. Na ndivyo Al-Qur'anul Karim ilivyotueleza, wakati tunapambana na adui, fathbutu wadhkurullah kathiran. Tunapopambana na adui tuwe na thabat, kisha tuwe ni wenye kumtaja sana Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Sasa katika khutba ambayo kwamba bwana mtume Muhammad aliitoa baada ya kukusanya masahaba wake watu 1000, na baada ya masahaba kumpa ushauri twende tusingoje hapa ndani ya mji wa Madina, na mengi ambayo kwamba yaliyomfanya bwana mtume Muhammad awe atawangoja Madina yalitokea, lakini akawa hana kungoja kwake Madina, bali ni atoke na masahaba wake waelekee katika uwanja wa Uhud. Baada ya hapo akaingia katika nyumba yake. Kuingia katika nyumba yake akawa ni mwenye kuvaa vazi la vita, vazi la vita, baada ya kwamba kina Hamza ibn Abdul Muttalib amempa rai, tutoke ya Rasulullah, twende tuwafuate, wasije wakachukulia kwamba hawa sisi tunawaogopa, tuwaongojea
waje Maka, waje Madina ili ndio tuwapige, kwa sababu wengine walitoa rai kwamba waje Madina ili wanawake na watoto watoke na mawa wapige kila kitu, lakini ikatolewa rai ya kwamba tutoke. Mtume nazala nabiyu ala raihim, wakatoka Bwana Mtume Muhammad kwenda kupambana nao maadui kama hawa. Kabla hajatoka akaingia nyumbani mwake akavaa nguo zake za vita. Baada ya kuvaa nguo za vita, alipotoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, laysa linnabiyyi idha labisa lamatahu an yadha'aha hatta yuqatila, hakuna mtume yoyote ambaye atakaye vaa vazi la vita kisha alivue mpaka aende akapigane vita. Wakatoka baada kwamba mtume amevaa nguo zake za vita, na baada ya kwamba amepewa mshawara atoke, akawa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kutoka na watu 1000. Alipofika njiani kuelekea au nusu ya njia kuelekea katika uwanja wa Uhud, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, kiongozi wa wanafiki, akarudi na watu 300 katika masahaba Bwana Mtume Muhammad sallallahu min ashabi, katika marafiki zake, kwa marafiki zake Abdullah ibn Ubay bin Salul, kwa sababu masahaba walikuwa hawezi kumsaliti Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa waliorudi na Abdullah ibn Ubay bin Salul ni miongoni mwa rafiki wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kutaka kumdhalilisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aende akashindwe. Kwa hivyo ikawa ni rai ya kutoka Mtume Muhammad baada ya kuletwa habari na Abbasi, na akatoka na watu 1000, na baada ya masahaba kumpa ushauri wa kutoka na kuvaa nguo za vita, walipofika katikati ya njia baina Maka na Jabal Uhud, Abdullah ibn Ubay bin Salul akamsaliti Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akarudi na baadhi ya marafiki zake Abdullah ibn Ubay bin Salul ili waweze kuonyesha ya kwamba hawako na Bwana Mtume Muhammad, na ili kumtia unyonge Bwana Mtume Muhammad, unapokwenda wanda kushindwa, hauwezi shinda pasi na sisi, na sisi wenyewe tumerudi. Hivi ndivyo vita ambavyo kwamba vya Uhud vilivyotokea. Bwana Mtume Muhammad anatoka na masahaba wake anakwenda kwenye uwanja wa Uhud. Inshallah tuweni pamoja ili tuendeleze kueleza vita hivi vilivyoendelea. Sallallahu qatakum ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaykum wa la'afwa minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.